Usiku wa Jumanne, barabara Kitengela na Manga ilibadilika kuwa eneo la msiba mkubwa baada ya kijana mwenye umri wa miaka 25, Joseph Mureithi, kudaiwa kutupwa nje ya basi la Super Metro. Tukio hili limesababisha kifo chake mara tu baada ya kudaiwa kuangushwa kando ya barabara na basi hilo kuondoka kwa mwendo wa haraka, likiacha marehemu akiwa katika hali mbaya. Familia ya Joseph sasa inaitaka polisi kuchukua hatua za haraka na kuhakikisha wahusika wanawajibishwa. Wanasema ni tukio lisilokubalika kabisa na wanataka haki ya haraka. Kwa mujibu wa familia, Joseph alikuwa akirejea kutoka kazini katika kituo cha mafuta kilichopo Athi River baada ya kumaliza zamu yake ya usiku. Alikuwa akielekea nyumbani kwake Nairobi wakati tukio hili la kusikitisha lilipotokea. Mashahidi walisema Joseph alisogea kituo cha basi karibu na hospitali ya Shalom alipokuwa akisubiri basi la Super Metro kuelekea Nairobi. Mara baada ya kupanda basi, baadhi ya watu walio ndani walidaiwa kumhusisha katika mvutano fulani ndani ya basi, na muda mfupi baadaye Joseph alidaiwa kusukumwa nje ya gari hilo. Baada ya tukio hilo, basi hilo linaripotiwa kumkanyaga Joseph kabla ya kuondoka, jambo lililosababisha majeraha ya mara moja na hatimaye kifo. Jeshi la polisi limethibitisha kuwakamata wahudumu wawili wa Super Metro ili kusaidia uchunguzi. Polisi wanasema wanakusanya ushahidi, rekodi za basi na vipimo vya kitaalamu vitakavyosaidia kubaini ukweli. Uongozi wa polisi umesisitiza kuwa uchunguzi wa kina unaendelea ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Kampuni ya Super Metro imetoa taarifa ikisema bado inachunguza tukio hilo kwa kina. Kampuni hiyo imesema inachukulia tukio hilo kwa uzito mkubwa na iko tayari kushirikiana na vyombo vya dola ili ukweli ujulikane. Hata hivyo, taarifa za awali kutoka kwa mashahidi zinaonyesha sintofahamu kubwa ndani ya basi na mzozo uliotokea kabla ya tukio la kutisha. Wadau wa usalama barabarani na mashirika ya usafiri wanasema tukio hili limeibua mjadala mkubwa kuhusu usalama wa abiria katika magari ya uchukuzi wa umma. Wameitaka serikali kuhakikisha kuwa kuna mfumo madhubuti wa ulinzi, ikiwemo upanuzi wa kamera ndani ya magari, mafunzo ya mara kwa mara kwa wahudumu kuhusu usimamizi wa abiria na ujibu wa haraka katika hali za dharura. Familia ya Joseph imesisitiza kuwa kijana huyo alikuwa tegemeo kubwa kwa familia na jamii yake. Wanasema kifo chake kimeacha pengo lisilozibika. Wanasema kuwa ni muhimu kuwa mfano kwa jamii ili wahudumu wa basi wajue kuwa hawataweza kutenda kwa uzembe bila kuchukuliwa hatua. Mashahidi wengine wanasema tukio hili limeonyesha hatari inayoweza kutokea katika barabara za Kenya wakati wa usiku, hasa kwa abiria wanaosafiri peke yao au baada ya zamu ya kazi. Changamoto hii inahimiza hitaji la sheria madhubuti, udhibiti na uzingatiaji wa kanuni za usalama barabarani. Wakati uchunguzi ukiendelea, jamii inapaswa kupewa elimu juu ya hatari zinazoweza kutokea barabarani na jinsi ya kujilinda, ikiwemo kushauriana na maafisa usalama wa barabarani na kuhakikisha abiria wanaingia katika magari yenye historia safi ya usalama. Moto TV Kenya itaendelea kufuatilia kwa karibu tukio hili la kusikitisha, kutoa taarifa za haraka pindi uchunguzi utakavyoendelea na kuwaletea wapenzi wa habari ripoti za kina. Familia ya marehemu inaendelea kusubiri haki, huku umma ukiendelea kuhoji usalama wa abiria katika magari ya uchukuzi wa umma. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Pia turn on notifications ili kupata habari zetu pindi tunapopost.